Habari kubwa leo tunaangalia ripoti maalum ya Mwananchi ambapo tunaangalia ujenzi holela katika soko la Kariakoo. Je, ujenzi wa majengo Kariakoo unazingatia usalama wa wafanyabiashara na wananchi? Tazama hapa. Sasa sheria zinasemaje na mamlaka zinasemaje? Matumizi ya majengo yanayoendelea kujengwa katika eneo la Kariakoo yameendelea kuzua maswali mazito miongoni mwa wananchi. Nani anawajibika kwa hali hiyo? Ni wapi mifumo ya usimamizi imekwama? Na kwa nini sheria zilizopo haziwalindi wananchi dhidi ya hatari zinazoibuka mara kwa mara? Uchunguzi wa Mwananchi wa miezi mitatu kati ya Desemba 2025 na Februari 2026 unaonyesha tatizo hilo halitokana na ukosefu wa sheria wala mifumo ya usimamizi, bali linachangiwa kwa kiasi kikubwa na umiliki wa baadhi ya majengo katika eneo hilo yanamilikiwa na watu wenye ushawishi mkubwa, yani vigogo. Akizungumza na Mwananchi, mmoja wa wasimamizi wa baadhi ya majengo katika eneo la Kariakoo anasema licha ya kuwepo kwa watu wengi wanaodaiwa kumiliki maeneo katika eneo hilo, bado kuna majengo yanamilikiwa na vigogo, jambo linalofanya iwe vigumu kuyasimamia au kusimamisha matumizi yake kisheria. Sasa ili kufahamu haya yote, fuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na usisahau kupitia website yetu ya Mwananchi.